Video hii ni kwa wale wanafunzi waliomaliza kidato cha sita na pia ambao wako tayari chuoni, kwa wale ambao watakwenda kuomba mikopo ya HESLB mwaka huu. Sasa kuna ile sheria ya kuhakiki cheti chako cha kuzaliwa. Katika video hii nitakwenda kuonyesha jinsi ya kuweza kuhakiki cheti chako cha kuzaliwa mwaka 2026 online ukiwa na simu yako tu. Utaingia katika Google, utasearch RITA, then utakuja katika sehemu hii ya RITA portal. Utaklik katika sehemu hii ya RITA portal. Then baada ya hapo unachotakiwa sasa kufanya wewe ni kuweza, kama hauna account, utakuja katika sehemu hii ya registration. Utaklik sehemu hii ili uweze create account yako katika RITA portal. Katika portal hii ya RITA create account yako pale. Unachotakiwa create account yako ni taarifa zako ambazo utatakiwa kuzijaza kama jinsi unavyoona hapa katika video hii. Utajaza taarifa zako pale, na kama tayari umesha create account yako utaenda katika sehemu hii ya kusign in, then utabonyeza hapa ili uweze kusign in katika account yako. Na baada ya kuweza kusign in katika account yako, moja kwa moja utakuja katika sehemu hii ya birth certificate au birth service. Ukija katika sehemu hii ya birth service, moja kwa moja utakuja hapa utaenda hapa kwenye start new application. Kwenye start new application hapa kuna aina tatu. Kuna new birth certificate, kuna old to new certificate, alafu kuna certificate verification. Kwa hiyo utakuja moja kwa moja katika sehemu hii ya certificate verification. Katika sehemu hii ya certificate verification, sasa unachotakiwa pale wewe kufanya ni kuingiza entry number. Utaweka entry number ya cheti chako, entry number ya cheti chako cha kuzaliwa. Hapa utaweka date of birth, then utaweka jina la kwanza la mama, jina la pili la mama na jina la mwisho la mama. Then select reason for verification. Sababu ya kuhakiki cheti ni nini? Kuna loan board ambayo ni wale wa bodi ya mikopo, kuna NHIF, hii hapa ni bima ya afya, alafu kuna land, kuna legal, kuna migration, kuna employment, pia kuna NIDA, kuna others, kuna ZCSRA. Kwa utachagua kama ni loan board, utaweka hapa loan board, then utajaza applicant information. Sasa hapa utajaza majina yako. Utaweka jina lako la kwanza, jina lako la kati, jina lako la mwisho, namba zako za simu, physical address yako, relationship. Utaweka relationship kama ni wewe mwenyewe, kama ni mama, kama ni baba, utaweka hapo. Okay, utajaza taarifa zako hapo. Na baada ya hapo utabonyeza continue. Ukishabonyeza continue itakuletea control number. Utailipia control number pale ni 6,000. Utailipia control number. Baada ya kulipia control number pale, moja kwa moja utaweza kudownload certificate ambayo tayari sasa utadownload ile template ya verification template. Utaweza kuidownload na utakwenda kuitumia katika sehemu husika ambayo ulichagua sababu yake. Kwa hiyo ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy, bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi. Asante na karibu tena, tukutane tena katika video nyingine.